Naam, nikukaribishe kwa mara nyingine tena kuangazia zile habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri kwa saa 24 zilizopita, na kabla ya kuendelea ni kusihi tu kwamba bado hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote kali ambazo zitakuwa zikitokea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro Media. Hii ni channel namba moja, channel ambayo inakupa taarifa muhimu nyingi ambazo kwingine huwezi kuzisikia. Yes, sasa na kurudisha katika taarifa ambayo inaendelea kutokea pale Avic Town katika kambi ya Dar es Salaam Young Africans, ambapo tunafahamu fika kwamba kwa hivi sasa kuna sakata ambalo lilikuwa likifukuta chini kwa chini linalomhusisha golikipa nambari moja wa klabu hiyo, Djigui Diarra, ambaye katika mchezo wa mwisho dhidi ya Dodoma Jiji alionekana kukasirika na kususia mchezo huu, na mwisho wa siku akaamua kutoka zake nje na kuacha lango hilo sasa likichukuliwa nafasi na Hussein Masalanga, golikipa namba mbili wa Yanga. Sasa kitendo hiko kilitafsiriwa kama ni utovu wa nidhamu. Sasa tulikuwa tukisubiria ni nini uongozi wa Yanga utakuja kukizungumza, ni lini uongozi huo utakuja kuchukua hatua dhidi ya golikipa huyo Djigui Diarra, japo ni golikipa ambaye ndiye tegemezi, ndiye golikipa namba moja, lakini tuliamini kwamba Young Africans ni klabu kubwa, ni klabu ambayo ina uimara wake katika uendeshaji, lakini pia hakuna mkubwa zaidi ya timu. Kwa hiyo tuliamini uongozi lazima utachukua uamuzi fulani. So leo hii bwana, taarifa rasmi hii nakupa ambayo kwingine pengine huwezi kuipata. Nini ambacho amekieleza Engineer Hersi Said kuhusiana na sakata hilo la golikipa Djigui Diarra? Uongozi wa klabu ya Yanga umependekeza kuchukuliwa kwa hatua kali ya dhidi ya golikipa huyo, na wakisema kwamba klabu ya Yanga ni klabu kubwa, ni klabu ambayo hakuna mkubwa zaidi ya klabu yenyewe, ikiwa ni kama taasisi ambayo ina misingi ya maadili, ina misingi pia ya sheria na kanuni ambazo wamejiwekea kwa viongozi, wanachama pamoja na wachezaji ambao wamesajiliwa katika klabu hiyo. Sasa uongozi huo umesikitishwa na kitendo ambacho kimefanywa na golikipa Djigui Diarra katika mchezo ambao uliohusianisha Young Africans na Dodoma Jiji, ambapo Yanga waliweza kupoteza mchezo huo kwa jumla ya goli 3-2. Sasa uongozi unasema kwamba umeanza kuchukua hatua za kinidhamu dhidi ya golikipa huyo, ikiwa ni pamoja na kukaa kumuita katika kamati ya maadili, lakini pia kuna uwezekano wa kuweza kumsimamisha katika kikosi cha kwanza michezo kadhaa, ili mradi apishe adhabu ambayo anakuja kupatiwa kutokana na kile ambacho amekifanya. Lakini pia Engineer Hersi Said ameenda mbali na kusema kwamba golikipa huyu amekuwa mtovu wa nidhamu si mara moja. Hii ni kitendo ambacho kinajirudia rudia, na hivyo kama klabu wanaweza kusitisha mkataba naye, kwa sababu wanaamini kwamba magolikipa wengine waliokuwepo wana uwezo pia, lakini wanavyoenda katika kipindi cha usajili wana uwezo pia kwenda kutafuta golikipa mwingine na akafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo amesema kwamba atachukuliwa hatua kama mchezaji mwingine, kwa sababu klabu yao ina misingi mizuri ya kimaadili, lakini pia wana sheria na kanuni ambazo wanatakiwa kuzifuata. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kati ya Diarra na uongozi?